kusapoti na waziri wetu Afrika mbalimbali kama timu ambao mheshimiwa mkuu mkoa mmoja kwa maana haya mambo kuwasilisha na tupate maelekezo ya serikali. Kwa taarifa hiyo sasa Misungwi oye! Wananchi wa Misungwi. Misungwi mikono juu. Haya, Misungwi oye! Sengerema oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, karibu sana upande huu wa Misungwi, na baada ya kuvuka hili daraja ni upande wa Sengerema. Kwa hiyo hapa ni maarufu kama Kigongo Busisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umesimama hapa ili kupata taarifa ya maendeleo ya zoezi la uondoaji magugu maji katika Ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza kukushukuru sana wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo umetupigania sana wananchi wa Mwanza, hususan eneo hili la Kigongo Busisi ambao ni waathirika wakubwa wa huduma za usafirishaji baada ya magugu maji mapya aina ya Slovenia kuanza kujitokeza ndani ya Ziwa Victoria. Ulitoa maelekezo, ulituita Dodoma mara kadhaa, lakini pia ulikuwa mkali sana, na hata Wizara ya Fedha wakatoa fedha kufuatia maelekezo yako ili zoezi la kuhakikisha miundombinu hii inapitika, na leo hii tunashuhudia hizi vivuko vyetu vinaweza kufanya kazi kwa uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kigongo Busisi kwa siku moja tunavusha watu zaidi ya 10,000 hadi 14,000. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina shughuli nyingi sana za uchumi. Feri zinapozimika zimekuwa na usumbufu mkubwa sana. Wananchi walikuwa wanatumia zaidi ya masaa 2 hadi 3 kuvuka kutoka upande huu hadi upande unaofuata. Lakini ukitumia lile daraja, hata lile la muda, tunatumia dakika 3 hadi dakika 5. Kwa hivyo umetusaidia, na ni wajibu wangu kukushukuru hadharani, kwa sababu bila jitihada zako leo tusingekuwa tunazungumzia mafanikio haya. Baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba utambue tu kwamba unao viongozi wa chama na serikali ambao umeongozana nao chini ya mwenyekiti wa CCM wa mkoa Mheshimiwa Masanja Smart, lakini pia waheshimiwa wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Sengerema, mbunge wa jimbo la Misungwi ambaye pia ni naibu waziri, lakini mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Mary Masanja na viongozi kadha wa kadha. Baada ya maelezo yangu hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe sasa fursa kwa heshima na taadhima kuweza kusalimiana na wananchi wa Kigongo Busisi upande huu wa Misungwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Mwanza oye! Misungwi oye! Kigongo oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Philip Mpango oye! Na nyewe oye! Habari za asubuhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, naibu waziri wa mifugo ambaye pia ni mbunge wa Misungwi, Mheshimiwa wakuu wa wilaya,
mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu, waheshimiwa wabunge wote, natambua uwepo wa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, mwenyekiti wa halmashauri ya Misungwi, madiwani, wakuu wa idara na wananchi, bila kuwasahau wanahabari ambao pia tuko nao hapa. Ndugu wananchi, niko ziara mkoani Mwanza ya siku 2. Jana tulikuwa Kwimba, leo naelekea Sengerema kupitia hapa Misungwi kwenye eneo hili la Kigongo, na kuja hapa maalum kwa kazi maalum ambayo serikali imeanza kuifanya ya kupambana na magugu maji. Ye wenyeji hapa wa Kigongo hali hii mmeishuhudia ya uwepo wa magugu maji yako ya zamani, hayo ambayo tunayaona hapo yaliyofunika eneo hili, hayo ni magugu maji hayo, tumeacha mpaka amekomaa. Lakini gugu maji jipya ni hilo ambalo lilikuwa limefunika eneo hili la daraja mpaka kule unaitwa Busisi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza na timu yake ya kamati ya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya wote wakiwemo, walianza kuwa na hofu na hali hii na kuamua kujadiliana na serikali kuu, ambapo walikuja mkoani Dodoma, tukakaa kikao cha pamoja, tukaanza kuona hali hii na madhara yake, tukaalika wataalamu mbalimbali kueleza aina hii ya magugu na athari zake, athari ambazo zingeweza kujitokeza kama hali hii tungeiacha iendelee. Ni hii ya kupunguza ukubwa wa ziwa. Unapopunguza ukubwa wa ziwa, unapunguza shughuli za kibinadamu ikiwemo na uvuvi. Lakini pia hali hii ya uwepo magugu haya ilikuwa inajaa mahali ambapo ni njia ya kupita vivuko vyetu, na vivuko hivi vinapopita vinakula magugu na vilikuwa vinaharibika kila siku, vinatengeneza tatizo jingine kubwa la usafiri. Na kama hali hii tungeiacha magugu yangeongezeka na kufunika ziwa, usingekuwa na shughuli za uvuvi, shughuli ambayo inategemewa na tulio wengi. Kwa hali hii ilipojitokeza, hatua za haraka tuliamua kuchukua. Moja, tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu. Lakini 2, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, halafu tuwe na mpango wa kati na mrefu, ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii za kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Na washukuru wana Mwanza chini ya mkuu wa mkoa, hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekomaa. Hatua za muda wakati tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu hayo. Watu tunasema wataalamu waende, na ndio hao wanaondoka keshutwa wanaenda Uganda, lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na gugu maji. Lakini pia hatua hiyo muda wakati tumeamua kununua mitambo
ya ukubwa wa kati, na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo tutauona kufanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili inayokuwa inafanya kazi ya kutafuna magugu kila itakapoonekana ndani ya ziwa. Na tunataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili ibaki ndani ya ziwa Victoria. Itakuwa kuna kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita mpaka kwenye visiwa ili kuhakiki kama hakuna gugu maji, na kama lipo liliwe mara moja. Kwa tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili, huku tukielekea kuja kwenye kuzindua daraja letu, na Mheshimiwa Rais anakuja tarehe ambayo imependekezwa tarehe 19. Atakuja hapa Kigongo, na Kigongo mnakaza kumpokea. Tunataka tusafishe eneo hili lote libaki wazi, na baada ya kuzindua, tunapoanza matumizi ya barabara yetu ya daraja letu hilo ambalo yeye atakuja kulizindua, basi huku chini kuwe na mazingira ya kuvutia ya kuona maji, viumbe hai vikitembea, wavuvi wakivua, na wale wanataka kutembea tu kwa boti watembee tu kwa boti. Magugu haya ni haya ambayo mnayaona yameletwa hapa, lakini nataka niwaambie hata hili pori ni magugu maji. Hilo pori mnaloliona hapo, huu mto, hili ziwa linakwenda mpaka kule kwenye miti mikubwa ndio hapa lote mpaka kwenye migomba ile. Hili ni gugu maji. Kwa mitambo ile mikubwa itakuwa inafanya kazi ya kula hili lote, hili ziwa lirudi kwenye hali yake kawaida, na mwalo uonekane kuanzia pale, na shughuli za uvuvi zifanywe hata pale pembeni. Hata huku pia nako hili lilojaa hapa mpaka darajani ni gugu hili. Kwa mpango wa kudumu ule muda mrefu, nataka tununue mtambo wa kula gugu lote hili hapo, na eneo hili limeathirika sana. Lakini wote mnajua jijini Mwanza, kuanzia ofisi ya Chama cha Mapinduzi mpaka eneo la Furahisha, ile sehemu kubwa iliyoingia baharini ni gugu maji lote hili. Na tunaanza kulitafuna ili ziwa liweze kupanuka na watu wafanye shughuli za uvuvi kwenye maeneo yote. Tutafanya hivyo kuelekea pande zote na pembeni mpaka huko Sengerema, Buchosa na maeneo mengine, ili tuhakiki kuwa hali hii haiwezi kujirudia. Kwa ndugu wananchi, tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Mlianza na hatua za haraka kwa kuleta mitumbu yenu, mmeshiriki kuhakikisha kwamba maji tunaanza kulitafuna na kulishughulikia. Lakini nawashukuru kwa sababu wale wachache ambao wamekubali kuingia kule ndani kwa ajili ya kukata kwanza ili kutoa nafasi ya mtambo kuja, ni jitihada zenu. Kwa tunawashukuru sana ndugu wananchi kwa kazi hiyo. Wakati wote mtakapotakiwa kuunga mkono, kuungana na viongozi na miongozo yao, fanyeni. Tunafanya hayo kwa ajili yenu. Hata ridhaa ya Mheshimiwa Rais kutenga pesa nyingi kununua mitambo mikubwa ni kwa manufaa yenu wananchi. Mheshimiwa Mnyeti, Mheshimiwa Tabasamu ni wabunge ambao wakati wote wamekuwa wakilalamikia hali hii na kuishauri serikali kununua mitambo. Na tulipokutana wizara kadhaa, ofisi ya waziri mkuu kama mratibu wa shughuli za serikali, ofisi ya makamu wa rais wanaoshughulikia mazingira, wizara ya mifugo na uvuvi ambayo mbunge wa Misungwi ndiyo naibu waziri, tumekuwa naye kwenye vikao vyote, lakini pia wizara ya fedha, wizara ya ujenzi yenye vivuko vinavyoharibika, na wizara ya uchukuzi. Wizara hizi zote tumekuwa tunakutana na kutengeneza mkakati huu kwa pamoja na uongozi wa mkoa wa Mwanza. Nataka niendelee kuwapa imani, nataka niendelee kuhakikishia kwamba serikali inaanza kutekeleza jukumu hili na tutafanikiwa. Muhimu tuunge mkono na moyo uvumilivu wakati tunashughulika na jambo hili. Ndugu wana Kigongo, wana Misungwi,
Nimepita hapa kupokea taarifa. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais ametusomea, na leo wanashughulikia na mazingira. Kwa hatua zote mlizozieleza endeleeni kutekeleza. Mapendekezo mliyatoa simamieni. Kazi ambayo inaendelea muhakikishe mnaifanya kwa masaa mengi vile inavyowezekana, ili tukuondoe gugu hili mapema sana, na hasa kwenye njia hizi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupitisha vivuko vyetu. Hapa kambi lisifungwe, liendelee. Nyie na wataalamu na wale wote ambao wanashiriki. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kidogo dogo, hawa wananchi wanaoshiriki na wao pia wanufaike na hicho kidogo dogo, ili waendelee kufanya kazi hiyo kwa moyo. Wametusaidia sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako, kamati ya ulinzi mkoa, iendelee kusimamia jambo hili ili kujiridhisha kuwa maeneo yale yote ambayo yamekutwa na gugu maji yaendelee kuhakikisha kuwa tunaondoa. Mheshimiwa Nyimeti, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe mbunge unalalamika sana. Hebu sema neno hapa. Basi wewe ndio mwathirika nambari 1. Mpeni kisemewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli kwa hatua kubwa ambazo umezichukua kama ulivyoeleza, mimi kwa niaba ya Wanamisungwi kwa kweli tumeridhishwa na kazi kubwa inayofanywa na serikali dhidi ya kukabiliana hili gugu maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Wanamisungwi tunakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umesimamia jambo hili, na kwa kweli umetuita kwenye vikao Dodoma mara nyingi sana, na mara zote umekuwa mkali kama pilipili mpaka tulikuwa tunakesha tunajadili namna ya kumaliza swala hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wanamisungwi hawana cha kusema kwenye hili, wanashukuru sana. Tunakushukuru sana, tunakutakia kila laheri katika utekelezaji na usimamizi wa majukumu ya serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Asante Mheshimiwa Tabasamu, wewe uko ng'ambo ya pili na yenyewe pia ni sehemu athirika ya magugu. Karibu sana. Naam. Waziri, naongea na wewe, nisikilizeni waziri, baba yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza tunakushukuru sana kwa kukubali kuja na kuja kukagua kazi hizi zinazoendelea. Mheshimiwa, hapa kumekuwa na changamoto kubwa. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa watu walikuwa na kesha, vurugu zilikuwa hapa kubwa. Upande wa kwangu wa Sengerema vurugu zilikuwa kubwa. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, muda wote nampigia simu. Mwenyekiti wa CCM ananipigia simu, Mheshimiwa mbunge, hali ikoje? Na nimekuja kwako mara nyingi na kufuata ofisini bungeni, tunakaa kwenye kiti pamoja, kunaambia Mheshimiwa Tabasamu, serikali inachukua hatua. Hili limenifariji sana. Pelekee salamu Mheshimiwa Rais, waambie wananchi wa Sengerema na Misungwi wanashukuru sana kwa huu utekelezaji wa hili jambo la magugu maji. Lakini nisiwe mwizi wa fadhila wetu wa mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tubingwa sana. Yani ndio mtu mwenye huruka ya kwetu sisi. Mimi na Mnyeti, yani tunataka mtu bingwa wa namna hii. Yani unamfuata alafu naye anakwenda kukaba. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na hebu mwacheni Mwanza kidogo ili amalize lakini tukiwasemea hivi tukesho kutwa tena anahamishwa. Haya, asante sana Mheshimiwa. Misungwi oye! Sengerema oye! Kigongo oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Nimepokea salamu hizi za Mheshimiwa wabunge kwa niaba yenu. Yale yote niliyosema ndivyo ambavyo serikali itatekeleza. Ushauri uliotolewa na Mheshimiwa wabunge tutauzingatia. Malengo nataka tuwawezeshe mfanye kazi ya uvuvi, pate usafiri na vivuko vyetu. Nataka niwahamasishe tunapoendelea na zoezi hili, tuendelee pia na sisi kutoa ushauri wa namna bora ya kuweza kuyahifadhi haya na kuyaweza
kuyaondoa moja kwa moja, lakini tumeamua tujenge eneo jingine maalum kwa ajili ya kuhifadhi, kwa sababu yenyewe yana athari pia, na wataalamu wetu wanaendelea na utafiti kuona faida na hasara zake. Kama litafaa kuwa mbolea, tutawaruhusu mchukue mpeleke kwenye mashamba. Kama halifai kwa mbolea, tutaliteketeza kwa utaratibu rasmi. Lakini ndugu wananchi, tunachofanya sasa ni kuweka mazingira haya, lakini kwa kuwa tuna mgeni mkubwa tarehe 19 mwezi ujao, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuzindua daraja hili la kihistoria JPM Bridge yenye urefu wa kilomita 3. Natarajia wana Misungwi wote kuwa hapa, kwa sababu sisi ndio walaji nambari 1, lakini wana Busisi kule na wao tutawakuta wako kule, na mgeni wetu atakapokuwa anaingia, Mheshimiwa Rais ataanza kupokelewa na nyie. Nataka tuone huko wa Tanzania namna ambavyo mmefurahi kwa daraja hili kuzinduliwa, ili sasa shughuli mbalimbali zifanyike. Utatembea kwa gari, kwa baiskeli, kwa mguu, utafanya shughuli zako hapo juu, utapiga picha, na ambao kuna urembo mzuri wa picha hata ya harusi hapo juu. Hayo ndio mambo ya Mgongo Busisi. Dr. Samia oye! Na kweli tuendelee kumwombea Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli, huko aliko Mwenyezi Mungu aliweke roho yake mahali pema. Walipokuwa pamoja na Dr. Samia, leo Dr. Samia amekamilisha ndoto ya kiongozi wa awamu ya 5. Haya mambo ni mambo makubwa, tuwapigie makofi kwa kweli. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na kamati ya ulinzi wa usalama, viongozi wa chama mkoa, lakini wilaya ya Misungwi na watumishi wa halmashauri ya Misungwi, hasa eneo la uvuvi, tuendelee kushirikiana na timu hii wakati wote. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais na timu yake yote ya mazingira wako hapa. Wizara ya uvuvi na mifugo ambayo Mheshimiwa